Watanzania leo wanaadhimisha miaka 25 tangu rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kufariki dunia. Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa asema ukarabati wa uwanja wa Uhuru wafikia 90% na uwanja huo utatumika katika sherehe za uapisho wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Raymos. Tunaianza taarifa yetu ya habari. Watanzania leo wanaadhimisha miaka 26 tangu rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipofariki dunia. Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Musoma, mkoa wa Mara. Watanzania wanaendelea kumwenzi na kumkumbuka Mwalimu kama muasisi wa taifa na kiongozi shupavu aliyeweka misingi ya umoja na mshikamano wa Tanzania bila ya ubaguzi wa aina yoyote. Kitaifa, maadhimisho hayo huambatana na sherehe za kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kule mkoani Mbeya. Aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Victoria, Ezekia Wenje amekihama chama hicho na kuhamia Chama cha Mapinduzi CCM. Kanda hiyo mashuhuri kwa Chadema pia Kada huyo mashuhuri wa Chadema pia amepata kuwa mbunge wa Nyamagana kwa tiketi ya chama hicho na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema. Wenje amepokelewa na katibu mkuu wa CCM Balozi Dr. Asha Rose Migiro katika mkutano wa hadhara uliofanyika jana Chato mkoani Geita ambapo mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa akinadi ilani ya uchaguzi ya chama hicho. Kwa umati huu nimeamini kwamba Oktoba tunatiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje. Ni dhahiri kwamba kazi ambayo CCM imefanya tangu tupate uhuru undisputed ni swala la nchi yetu kuwa na amani na utulivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, amani na utulivu na maendeleo ni mapacha. Nchi ikiwa na shida hakuna mama ntilie barabarani. Nchi ikiwa na shida hakuna bodaboda barabarani. Nchi ikiwa na shida hakuna mama mboga barabarani. Hiyo ni undisputed. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amezitaka taasisi na wizara za kisekta kuweka bajeti ya kukabiliana na maafa pamoja na wananchi kutumia kwa usahihi taarifa zinazotoa tahadhari ili kuepukana na majanga. Waziri Mkuu ametoa rai hiyo mkoani Mbeya katika kilele cha maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupunguza madhara ya maafa ambapo pia amewataka wadau wote kushirikiana na serikali ili kujenga taifa lenye ustahimilivu wa kukabiliana na majanga. Endeleeni kujumuisha masuala ya usimamizi wa maafa na mabadiliko ya tabia nchi katika mipango yenu na kuweka bajeti kwa ajili ya kukabiliana na maafa. Pili, kwa sekta binafsi, endeleeni kushiriki kikamilifu katika uwekezaji unaozingatia ustahimilivu dhidi ya majanga ikiwemo uwekaji wa bima na utekelezaji wa miongozo ya serikali. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera, bunge na uratibu William Lukuvi amesema ofisi imeratibu maandalizi ya mwongozo wa kitaifa kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za maafa, huku mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Mbeya Josephine Manase amesema serikali inaendelea kutoa fursa kwa vijana. Ofisi imeratibu maandalizi ya mwongozo wa kitaifa wa ugharamiaji wa maafa unaolenga kuimarisha jitihada za serikali za utafutaji wa rasilimali kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za usimamizi wa maafa. Tunatarajia kwamba mwongozo huu utaongeza ushiriki wa wadau na uwekezaji katika shughuli za usimamizi wa maafa na hivyo kuimarisha ustahimilivu wa kitaifa dhidi ya majanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunashukuru pia serikali kwa kuendelea kutoa fursa mbalimbali kwa ajili ya vijana
lakini pia na sisi mkoa wa Mbeya tunaendelea kuwahimiza vijana kuendelea kujitokeza kwa wingi pale ambapo tunatangaza fursa, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameendelea kusisitiza kwamba ofisi yake iko wazi kwa ajili ya kushirikiana na vijana na kuhakikisha kwamba vijana wanasimama kama ambavyo Mheshimiwa Rais anatamani kila. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali inakusudia kujenga hospitali nyingine 2 kubwa za rufaa zitakazotoa huduma bora za matibabu ya kibingwa ya maradhi ya moyo, saratani, ubongo na uti wa mgongo. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo jana wakati wa hafla ya utiaji saini ujenzi, ukarabati na upanuzi wa hospitali ya Mnazi Mmoja baina ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kampuni ya China Jiangsu, hafla iliyofanyika Ikulu hapo jana. Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Mngereza Miraji Mzee aliwakilisha Zanzibar katika utiaji saini huo, na kwa upande wa kampuni ya China iliwakilishwa na mkurugenzi wake na Peng Chao. Akizungumza baada ya kushuhudia utiaji huo wa saini, Rais Mheshimiwa Dr. Mwinyi amesema hilo ni tukio linalodhihirisha dhamira ya serikali ya upatikanaji wa huduma bora za afya hapa nchini na kuwa hospitali ya Mnazi Mmoja itakuwa mpya. Kuna hospitali 2 kubwa zaidi ya hii za kisasa, moja ni specialized hospital. Hiyo ni ya saratani, hospitali ya cancer. Leo kama kuna maradhi yanotuathiri zaidi hapa Zanzibar, ukiacha ya moyo, ubongo, mifupa, ni cancer. Sasa tumesema hakuna haja ya kuendelea kuwasafirisha watu, gharama ni kubwa, tujenge hospitali ya kisasa, state of the art hospital, cancer hospital. Hiyo nayo inakuja, na kwa kweli hiyo itakuwa hakuna haja tena ya kwenda popote, ni hapa. Katika kuunga mkono juhudi za serikali kwenye kada ya afya, Jeshi la Kujenga Taifa kupitia kampuni yake ya ujenzi ya Suma JKT limeendelea kutekeleza miradi mbalimbali nchini, ukiwemo ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya Manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga linalogharimu zaidi ya shilingi bilioni 6.5. Akizungumzia mradi huo, mganga mkuu wa hospitali hiyo Dr. Baraka Msumi amesema Suma JKT imeaminika na kupewa kazi hiyo kutokana na ubora wa majengo ambao wamekuwa wakiyajenga katika hospitali hiyo, huku kwa upande wa meneja wa ujenzi wa Suma JKT kanda ya Ziwa Magharibi Meja Hamadi Matata amesema kupitia miradi hiyo ya kimkakati shirika litaendelea kuwa sehemu ya huduma za jamii. Tumeweza kujenga jengo la uchunguzi, lakini pia na jengo la wagonjwa wa nje, na majengo yote hayo mawili yalitekelezwa na mwenzetu wa Suma JKT. Tuendelee kufanya nao kazi ni kwa maana kwanza wanamtaji. Unajua kwenye hii miradi wakati mwingine tunapendaga mtu ambaye ana uwezo wa kujenga, alafu mwisho wa siku sasa ndo anaweza akaomba ile certificate ili tuweze kumlipa. Kia fahari kuaminiwa na serikali na kupewa miradi mikubwa kama huu yenye lengo la kuleta maendeleo kwa wananchi wa Tanzania. Changamoto zipo, lakini kwa ushirikiano mzuri baina ya mjenzi, mshitiri kwa maana ya kwamba mteja aliyetupatia kazi pamoja na mshauri, tunazipatia ufumbuzi changamoto hizo, na ndio maana mpaka sasa tumeweza kufikia hapa katika ujenzi huu. Tulianza kujenga jengo la wagonjwa wa nje kwa maana ya OPD, lakini kutokana na kazi nzuri aliyoitekeleza katika ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje, ilitupendeza kufanya naye kazi pia katika jengo la uchunguzi kwa maana ya diagnostic center. Sambamba na hapo, baada ya kukamilisha mradi wa jengo la uchunguzi, ndio tukaanza ujenzi wa jengo la mama na mtoto. Wakulima mkoani Rukwa wameishukuru serikali kwa kuweka mpango wa ruzuku kwenye mbolea ambayo imeongeza uzalishaji wa mazao na kuinua kipato chao. Tupate taarifa zaidi. Oktoba 13 kila mwaka ni siku ya mbolea duniani. Baadhi ya wakulima wilaya ya Kalambo mkoani Rukwa wameshukuru serikali kwa kuanzisha ruzuku katika mbolea, hali ambayo imewasaidia kuinua uchumi na kuongeza kipato chao.
Namshukuru Mama Samia kwa kutuletea mbolea ya ruzuku. Namshukuru na tunamshukuru sana. Ametuletea mbegu ya pundamilia. Nadhani lita moja tumepiga gunia 3. Ni kwa sababu ya Mama Samia kutuletea mbolea ya ruzuku. Kabla serikali hajaanza kuleta mbolea, mimi nilikuwa navuna kipato cha chini sana, ambacho kwa ekari moja nilikuwa napata gunia 5, gunia 6. Lakini kipindi serikali imeleta mbolea, sasa hivi nikishalima kwa ekari moja napata gunia 15 hadi 20. Wizara ya Kilimo imetoa neno kuhusiana na swala zima la mbolea hapa nchini. Sasa wanamkoe na ndugu zetu wengine wa Tanzania, tunapoadhimisha sikukuu hii tunajivunia kwamba kwa sasa hivi hata hali ya upatikanaji wa mbolea hapa nchini umeendelea kuimarika. Mwaka hadi mwaka kumekuwa na ongezeko la upatikanaji wa mbolea. Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania pamoja na kampuni za mbolea nchini tumetoa elimu katika maeneo mbalimbali nchini. Kwanza kwa kuwafikia wakulima moja kwa moja katika kata na vijiji mbalimbali. Kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilibodi Sumia, Channel 10. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Geita umeeleza kuridhishwa na kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan, huku wakiahidi kuendelea kumunga mkono kupitia sanduku la kura ifikapo Oktoba 29 badala ya kushiriki maandamano yasiyo na tija yanayochochewa mitandaoni na kikundi cha watu wachache. Akizungumza katika matembezi maalum ya kumkaribisha Dr. Samia Suluhu Hassan mjini Geita, mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Geita Manjale Magambo amesema vijana wa mkoa huo wameamua kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 kutokana na kazi nyingi za maendeleo zinazoendelea kutekelezwa chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi mwandishi wa habari nikwambie, sisi kwetu tarehe 29 hatuna maandamano kwenye mkoa wa Geita. Maandamano pekee ni kujitokeza kwenda kupiga kura za wingi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kama watu walikuwa wanatuhamasisha maandamano ambayo tutakayofanya vijana wa mkoa wa Geita ni kwenda kuandamana kwenye maboksi na kumpigia kura Dr. Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla. Kwa upande wake, mwenyekiti wa UVCCM wilaya Geita Naomi Fujo amewataka vijana kuendelea kwa mstari wa mbele katika kulinda amani na kushiriki kikamilifu katika zoezi la upigaji wa kura, kwa kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan katimiza hitaji lao kwa 100%. Salamu wameipata, vijana wa Geita wanampenda mama, na hii kazi sisi vijana wa Geita hatujaianza leo. Tuna wiki nzima tunatembeza picha ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye kata 50 za wilaya ya Geita. Mama tunampenda, tunamkaribisha sana, na Watanzania na wananchi wote wameona umati wa watu hawa. Shauku kubwa sana kwa sababu tuna furaha. Sisi vijana tunatokana na mama. Mama amejikita upande wa vijana, ndipo maana leo tumehamasika sana vijana wote kujitokeza kwa ajili ya kuja kuonyesha kwamba hamasa yetu ya vijana. Kwa hiyo tunamshukuru mama kwa kazi anayoifanya. Kuna pesa zinazotoka kwa ajili ya vijana zimetapakaa kila idara, kila sehemu, kila mkoa, kila wilaya zipo na vijana wanachukua, na kwa hiyo sisi ndio maana leo tuko hapa kwa wingi. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ametoa wito kwa wakazi wa mkoa huo kujitokeza kupata huduma za afya za kibingwa kutoka kwa madaktari bingwa na bobezi ambao wameweka kambi ya matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni itakayofanyika kwa kipindi cha siku 5 na ikilenga kuwafikia wagonjwa 3500. Akizindua rasmi kambi hiyo ya madaktari bingwa wanaotoa huduma za kibingwa kwa magonjwa ya moyo, mifupa, ngozi, pasuaji na magonjwa uzazi, mkuu wa mkoa Balozi Simon Siro amewasisitiza wananchi kutumia fursa hiyo kupata matibabu. Kuugua ni sehemu ya maisha, na ukiugua pambania maisha yako, maisha yakishakwenda hayawezi kurudi. Lakini hakuna kitu duniani kinaleta tabu sana kama hofu na woga. Ukiugua jua ni sehemu ya ubinadamu kuugua. Ukianza kutia woga
ukawa na hofu, mwisho unaogopa mpaka kivuli chako, utakufa kweli. Mjitoe kushiriki kamilifu katika kambi hii, ni jambo la msingi, lakini kikubwa tupelekee taarifa zetu za madaktari bingwa hawa kwa wananchi wote. Kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma, Daktari Albert Pasco, anasema serikali imekusudia kuendelea kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi ili kuondolea gharama za kufuata huduma hizo mbali. Watu wamekuwa wakisafiri wakienda Dar es Salaam, wengine wakienda nje ya nchi, wengine wakienda Mwanza, Tabora na maeneo mengine kutafuta huduma hizi. Kwa hiyo kambi hii inalenga kuhakikisha kwamba huduma hizi zinawafikia wananchi kwa urahisi, lakini pia na kwa gharama nafuu. Itakuwa ni fursa kwa wataalamu wetu hapa kuweza kujifunza mambo mbalimbali kwa kufanya kazi bega kwa bega na madaktari hawa bingwa. Daktari bingwa na mratibu wa huduma za hospitali Maweni, Daktari Boniface Kilangi, anasema kwa mwaka wa fedha 2024-2025 wananchi zaidi ya 8,000 walipata huduma za matibabu na wengine 391 kufanywa upasuaji kwa magonjwa mbalimbali. Tunatarajia kuendesha kambi kubwa za kibingwa 5. Na kwa mwaka huu wa fedha hii itakuwa ni kambi yetu ya kwanza, na itakuwa siku 5 kuanzia leo tarehe 13 Oktoba hadi tarehe 17 Oktoba 2025. Na inalenga kutoa huduma kwa wagonjwa zaidi ya 3,000. Na tunatarajia kuwa na takribani madaktari bingwa na bobezi zaidi ya 30. Ujio wa madaktari bingwa ni muhimu sana kwa sisi wananchi. Tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa huduma hizi wanazotuletea katika mkoa wetu. Tunaomba waendelee kuziongeza ili si wananchi tuweze kupata huduma iliyo bora. Kambi hiyo ya matibabu imeelezwa kwenda sambamba na sherehe za hospitali hiyo kutimiza miaka 53 ya utoaji wa huduma za afya kwa wananchi tangu kuanzishwa kwake mwaka 1972. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Taasisi za kibenki chini pamoja na wadau wa kilimo biashara wametakiwa kuongeza juhudi za utoaji wa elimu kwa jamii na wafanyabiashara waliopo katika mnyororo wa thamani ya sekta ya kilimo, kwani kinatoa ajira. Akizungumza katika ufunguzi wa jukwaa la biashara lililowakutanisha maofisa wa benki pamoja na wadau wa kilimo biashara lililoandaliwa na mfuko wa Pass Trust, mkuu wa wilaya ya Temeke Sixtus Mapunda amesema lipo tatizo kwa jamii kuona sekta za kilimo, uvuvi na ufugaji kama sekta isiyo rasmi, jambo ambalo linarudisha nyuma maendeleo ya sekta hizo. Nitoe wito kwa kupitia Pasi na taasisi nyingine ziongeze elimu kwa jamii kuona kilimo ni kama tu kuwa meneja wa benki. Kilimo ni kikubwa zaidi kwa sababu unapata ajira hapo hapo ulipo, na jinsi tunakoelekea huko trend ya dunia inatuonyesha hitaji la chakula duniani ni kubwa, huongezeka mara kwa mara. Kwa upande wake mkurugenzi wa biashara wa Pass Trust Adam Kamanda amesema jukwaa hilo ni muunganiko wa taasisi zote za kibenki zinazokopesha kilimo ili kujadili fursa na njia bora ya kukopesha katika sekta ya kilimo, ambapo Pass Trust katika kipindi cha miaka 25 imeweza kutoa dhamana ya zaidi ya shilingi trilioni 2 kwenye sekta ya kilimo. Ni kwamba tunapeleka mkulima mbele, tunamtengenezea mpango biashara, na mpango biashara huu tunaunganisha na taasisi ya fedha, tunaweka mbele fedha taslimu ambayo inafikia kiwango cha 80% ya mkopo wake, alafu tunaiambia taasisi ya fedha imkopeshe katika gurudumu hili la sekta katika kilimo, mifugo na uvuvi. Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Na sasa ni habari za michezo ambako tunaelezwa katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa ametembelea na kufanya ukaguzi katika uwanja wa Uhuru ambao unaendelea kufanyiwa marekebisho katika maeneo mbalimbali ikiwemo eneo la kuchezea, ambapo amesema zoezi hilo limefikia 90% na uwanja huo utatumika kwenye matukio ya kitaifa ikiwemo sherehe za uapisho. Akizungumza na waandishi wa habari kando na ziara hiyo, Msigwa ameeleza kuridhishwa na kasi ya mkandarasi, huku akisema ukarabati huo mkubwa umegusa maeneo yote na matarajio ni kuona unakamilika kabla ya Novemba 21 mwaka huu. Uwanja huu pia tunategemea utumike kwenye sherehe za uapisho, matukio ya kitaifa haya. Kwa hiyo kwenye maandalizi ya kutumika kwa ajili ya sherehe hizi, uwanja mpaka sasa umefikia 90%. Tumeshakamilisha sehemu kubwa ya vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya, lakini kubwa zaidi ambalo nitaka kuzungumza na nyinyi ni juu ya kukamilisha ukarabati mzima wa uwanja wa Benjamin wa Uhuru ili utumike kama uwanja mbadala wa uwanja wa Benjamin Mkapa.
Sasa tulikuwa tuna changamoto hapa na TFF wakafungia uwanja huu kwa sababu sehemu yake ya kuchezea ilikuwa imechakaa sana, kwa hiyo ukawa haufai. Serikali imemwongezea fedha afanye kazi haraka zaidi kwa ajili ya matumizi ya karibuni ya uwanja, alafu baada ya hapo atatukabidhi tumalizie sehemu ya kuchezea. Katika hatua nyingine, Msigwa ameeleza ubora wa nyasi zitakazoweka katika uwanja huo pamoja na taa ambazo zitaruhusu michezo ya usiku. Sasa hivi uwanja wa Uhuru tukishakamilisha utakuwa ni uwanja ambao unatumika usiku na mchana, kwa sababu tunafunga taa, na wote mmeona tumeleta kontena zima la taa nzuri kabisa kutoka kampuni bora ya kuzalisha taa duniani, ziko pale. Nyasi tunazoweka hapa ni za ubora wa kiwango namba 1, ndio zitakazofungwa hapa uwanja wa Uhuru. Na tumekuja safari hii tunaweka kitu kinaitwa shock pad. Tunaweka shock pad kwa sababu teknolojia ambayo imekuwa ikitumika kuweka nyasi bandia kwenye viwanja vingi, hawaweki shock pad. Matokeo yake wachezaji wakicheza wanaumia miguu. Hapa sasa tumezingatia ubora wa kimataifa. Uwanja huu unatarajiwa kuwa mbadala wa uwanja wa Benjamin Mkapa, kwani ukarabati ambao unakwenda kufanyika hapa unatarajia kukizi vigezo vya kutumika katika mechi za kimataifa na mechi za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kutoka hapa katika uwanja wa Uhuru, mimi ni golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati, na hii ni Channel 10 Michezo. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.